alipofunga bao mojawapo wakati timu yake Yanga ikipata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Azam, Peodo Pacome Zouzoua alionyesha ishara ya kuziba mdomo. Bila shaka yeye Pacome anajua ni kwa nini alionyesha ishara hiyo wakati akifurahia bao hilo. Ni katika ushindi mnono wa mabao 3-0 ulioifanya Yanga iendelee kuwa juu kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, na sasa leo hii inateremka dimbani kucheza na TRA United ikiwa na pointi 69, imefunga mabao 65, imeruhusu mabao 9, kwa maana kwamba ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi katika ligi, na sasa hatima ya ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao wanaofukuzia kwa mara ya 5 mfululizo ipo mikononi mwao, kwa maana kwamba wakishinda mechi zote mbili tayari wao wanakuwa ni mabingwa, lakini pia mechi mbili zilizobaki wakitoa sare moja wakashinda moja bado wanakuwa na nasibu kubwa kutoa ubingwa, kwa sababu watatimiza pointi 73 ambazo anaweza kuzifikia ni Simba. Lakini tofauti ya pointi ikiwa inalingana, kanuni za ligi kuu Tanzania bara zinaangalia mlipokutana nyinyi wawili nani alikuwa na matokeo bora. Yanga na Simba walipokutana msimu huu kwa ligi kuu Tanzania bara, mechi ya kwanza suluhu, mechi ya pili 2-2, hakuna mshindi. Kigezo cha pili huwa ni tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, ambapo Yanga wakiwa wamefunga mabao 65 kuruhusu mabao 9, manake goal difference GD ni 56. Wakati watani wa jadi Simba kama wanalingana point, Simba wao kwenye mabao wamefunga mpaka sasa mabao 51, wameruhusu mabao 11, tofauti ya mabao sema hii GD ni 40. Kwa lugha nyingine Yanga wanaizidi Simba kwa GD ya mabao 16. Sasa ikitokea wamelingana point, bado Yanga itakuwa na nafasi kubwa ya kutoa ubingwa, kwa sababu tofauti ya mabao ni kubwa mno, na ukizingatia zimebaki mechi mbili. Sasa Peodo Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wale ambao walionyesha kiwango cha juu mno katika mechi dhidi ya Azam. Namna alivyokuwa akipokea mipira, kupiga chenga, kutoa pasi kwa wenzake na kuchangamkia fursa pale ilipopatikana kwa kuweka bao wavuni kutokana na mpira ambao awali ulipigwa na Prince Melo Dube, ukagonga nguzo, ukamhusisha golikipa Zuberi Foba, kisha yeye akawahi na kuweka wavuni. Ni miongoni mwa yale ambayo yaliwafurahisha wengi. Lau kama asingekuwa Dube kuwa mchezaji bora wa mechi, bila shaka wa kufikiriwa, na yeye pia angefikiriwa kwa sababu alionyesha kiwango kizuri. Peodo Pacome Zouzoua kabla ya mechi dhidi ya Azam ambayo alifunga bao lingine, alikuwa tayari ameshacheza mechi 19. Kwenye mechi hizi alikuwa kwa dakika alizokuwa uwanjani zilikuwa ni 1380, lakini kwa namna ambavyo alikuwa akipigania timu kila mara alipokuwa uwanjani kwenye kuwapa tabu walinzi wa timu pinzani, hasa uwezo wake wa kupasua ngome kwa uwezo wa kupiga chenga, Peodo Pacome Zouzoua alikuwa pia mzuri katika hizo mechi 19 alizokuwa amecheza kabla ya Azam katika kupigania mipira, kiasi ya kwamba kwenye dakika hizi alikuwa tayari ameshapiga mashuti 19, na kati ya hayo mashuti 11 alikuwa amelenga shabaha, halafu akawa ameshafunga mabao 8, lakini pia akiwa ametoa asisti 4 akichangia mabao 12 kati ya mabao 62 ambayo Yanga walikuwa wamefunga. Lakini sasa baada ya mechi dhidi ya Azam kaongeza akali yake, ikiwamo kuongeza bao lingine, na sasa ana mabao 9 Pacome Zouzoua. Kwa ujumla kwa mabao 13 aliyochangia, kwa sababu 9 ukiongeza na asisti 4 maana yake ni mabao 13. Yanga ikiwa na mabao 65, maana yake mchango wake wa mabao kwa ujumla mpaka sasa ukizidisha kwa 100 unapata ni 20%. Ni kiwango cha juu cha mchango wake kwa Yanga ambayo inafukuzia taji la 5 mfululizo. Lakini wakati Yanga ilipokuwa ikipoteza mipira mara zote, yeye ni katika wale ambao si wavivu, anapigania haswa, na ndio maana wakati mwingine anacheza faulo za kimbinu ili kuzuia shambulizi la kujibu kwa timu yake ambayo katika mechi nyingi yeye imekuwa ni dominant. Ndio timu ya kwanza uwanjani, inamiliki zaidi mpira, inacheza zaidi katika nusu ya pili ya uwanja, na kwa sababu hiyo wakinyang'anywa wanakuwa hatarini, kwa sababu wapinzani wanaanzisha mashambulizi ya kujibu kwa haraka, counter attacks. Kwa sababu hiyo amekuwa akicheza faulo, ikiwamo katika mechi 19 kabla ya mechi dhidi ya Azam alikuwa tayari ameshacheza faulo 6 za kuhakikisha timu yake inabaki salama. Swali ni kwamba kulikoni Peodo Pacome Zouzoua akawa anaziba midomo wakati akishangilia bao? Bila shaka wapo watu ambao yeye anafahamu
kwamba anawaziba midomo, labda walikuwa wakimsema vibaya, wakilinganisha kile ambacho amekuwa akikionyesha katika msimu uliopita kwenye ligi kuu Tanzania bara labda na msimu huu, kwa sababu ikumbukwe msimu uliopita Peodo Pacome Zouzoua alikuwa ni mchezaji pekee aliyekuwa na tarakimu 2 katika kufunga na kuassist. Ndio, baada ya mechi za ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita kumalizika, Pacome alikuwa na mabao 12, Pacome alikuwa na assists 10, jumla akichangia mabao 22 kati ya mabao 83 waliofunga Yanga msimu uliopita wakati akitoa ubingwa wa 4 mfululizo, hivyo akiwa na mchango wa around 27% ya mabao yote, kwa sababu alichangia mabao 22 kati ya mabao 83. Sasa na hivi karibuni alikumbana na ukame wa kutofunga. Alipofunga bao dhidi ya Azam, pengine ndio sababu akashangilia kwa kuziba midomo, lakini jibu halisi, jibu la kweli analijua yeye Pacome na walio karibu naye. Swali ni kwamba hizi mechi mbili zilizobaki, mechi dhidi ya TRA United saa 10 jioni kwenye uwanja wa KMC Complex dhidi ya TRA, lakini mechi ya mwisho atakayocheza dhidi ya JKT Tanzania, Pacome ni kwa kiwango gani atadumisha kiwango chake ili kuiwezesha Yanga kutimiza mipango yake ya kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Maana ikumbukwe washapoteza taji la kombe la Muungano ambalo msimu uliopita walilitoa, washapoteza taji la kombe la shirikisho la benki CRDB ambalo walikuwa wakilishikilia kwa misimu 4 mfululizo. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona makali ya Pacome na wenzake katika kufanikisha malengo ya Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, ambayo bila shaka ni kutoa taji hilo na sio jambo lingine. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Kwamba anawaziba midomo, labda walikuwa wakimsema vibaya, wakilinganisha kile ambacho amekuwa akikionyesha katika msimu uliopita kwenye ligi kuu Tanzania bara labda na msimu huu, kwa sababu ikumbukwe msimu uliopita Peodo Pacome Zouzoua alikuwa ni mchezaji pekee aliyekuwa na tarakimu 2 katika kufunga na kuassist. Ndio, baada ya mechi za ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita kumalizika, Pacome alikuwa na mabao 12, Pacome alikuwa na assists 10, jumla akichangia mabao 22 kati ya mabao 83 waliofunga Yanga msimu uliopita wakati akitoa ubingwa wa 4 mfululizo, hivyo akiwa na mchango wa around 27% ya mabao yote, kwa sababu alichangia mabao 22 kati ya mabao 83. Sasa na hivi karibuni alikumbana na ukame wa kutofunga. Alipofunga bao dhidi ya Azam, pengine ndio sababu akashangilia kwa kuziba midomo, lakini jibu halisi, jibu la kweli analijua yeye Pacome na walio karibu naye. Swali ni kwamba hizi mechi mbili zilizobaki, mechi dhidi ya TRA United saa 10 jioni kwenye uwanja wa KMC Complex dhidi ya TRA, lakini mechi ya mwisho atakayocheza dhidi ya JKT Tanzania, Pacome ni kwa kiwango gani atadumisha kiwango chake ili kuiwezesha Yanga kutimiza mipango yake ya kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Maana ikumbukwe washapoteza taji la kombe la Muungano ambalo msimu uliopita walilitoa, washapoteza taji la kombe la shirikisho la benki CRDB ambalo walikuwa wakilishikilia kwa misimu 4 mfululizo. Itakuwa vipi?